Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Oktoba 5 mwaka wa 2025. Mwezi huu tunajifunza mada kuu inayosema mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Ninakushukuru kwa ajili ya nafasi ya pekee ambayo umetupatia watoto wako wa kiume na wa kike, nafasi ya kujifunza neno lako na kuendelea kushuhudia utukufu wako, kuendelea kuuambia ulimwengu jina lako kuu. Asubuhi ya leo tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba ukatufanye sisi kuwa vyombo katika mikono ya mfinyanzi, ukatufinyange upya kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa sababu utatembea pamoja nasi. Asante kwa sababu utatutakasa. Asante kwa sababu utatusamehe uovu wetu. Asante kwa sababu utaponya magonjwa yaliyoko katikati yetu. Asante kwa sababu utasikiliza tunapoomba na utatenda sasa na mapenzi yako. Tufundishe kuyaelewa mapenzi yako, tufundishe kuwa wavumilivu, tuwe na subira, tuwe na nguvu ya kusubiri, na zaidi sana ukatuandae kwa ajili ya ufalme wako. Enda nasi asubuhi ya leo tunapojifunza mada hii, katika jina lake Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mada ya leo inasema kanisa liondoke na liangaze. Imejengeka katika kitabu cha Isaya sura ile ya 60 aya ya 1 na ya 2. Neno la Mungu linasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana lazima giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Wivu ulisababisha kifo cha kwanza katika ulimwengu wetu. Ubinafsi wote unatoka kwa Shetani. Wanadamu ni wa familia moja kubwa, familia ya Mungu. Wanapaswa kupendana na kuheshimiana. Hawapaswi kuongea maneno yanayoumiza na kujeruhi. Hakuna mtu anayepaswa kufanya isivyo haki katika utendaji wake, akiwasababisha wenzake kupoteza imani kwake. Ubinafsi na udhalimu huleta majonzi. Kwa mvuto wa chuki yao, watu hupoteza utambuzi wa kile kinachomaanisha kupendana kama Kristo alivyotupenda. Wote wanalazimika kufanya kazi kwa upendo na umoja, wakimwangalia Mungu kama kielelezo kikuu. Kumpenda Yesu ni kanuni imuunganishayo mtu na wanadamu wenzake. Kinyume cha utii kwa Mungu kinaonekana katika ulimwengu leo. Kila ufalme, kila jimbo, kila familia ina shauku ya kujionesha yenyewe. Watu wanatamani kuwatawala wanadamu wenzao. Sababu kuu ya utendaji wetu ni ubinafsi. Bwana anawaita watu wake kuweka kila kikwazo mbali nao. Ujazwe na Roho Mtakatifu ili kumuunganisha mwanadamu na Mungu na wanadamu wenzake. Kurejesha kwa wanadamu ukarimu uliopotezwa kwa sababu ya dhambi. Huu ndio utukufu wa Injili. Hebu kanisa na liondoke na kuangaza, kwa kuwa nuru imekuja na utukufu wa Bwana umelizukia. Hebu washiriki na wajitahidi kwa bidii kupata ushindi dhidi ya nafsi. Manuscript 78 mwaka wa 1901. Dini ya Yesu ina maana kubwa zaidi ya msamaha wa dhambi. Inamaanisha kuondolea mbali dhambi zetu na kulijaza ombwe kwa neema ya Roho Mtakatifu. Inamaanisha kuangaziwa na Mungu, kufurahi katika Mungu.
inamaanisha moyo usiojawa na ubinafsi na kubarikiwa kwa uwepo wa daima wa Yesu Kristo. Kristo anapoitawala nafsi, kunakuwa na usafi na uhuru dhidi ya dhambi. Utukufu, ukamilifu na utimilifu wa mpango wa Injili utatimizwa maishani. Kumpokea Mwokozi kunaleta mng'ao wa amani kamilifu, upendo kamili na uthibitisho mkamilifu. Uzuri na harufu nzuri ya tabia ya Yesu kunapofunuliwa maishani, hushuhudia kwamba kwa hakika Mungu amemtuma mwanawe ulimwenguni ili kuwa Mwokozi wake. Ufunuo wa utukufu wake mwenyewe katika umbo la kibinadamu utaileta mbingu karibu sana na wanadamu, kiasi kwamba uzuri unaolipamba hekalu la ndani utaonekana kwa kila nafsi ambayo Mwokozi anaishi ndani yake. Watu watavutiwa sana na utukufu wa uwepo wa Kristo daima. Na katika mfuatano wa kusifu na kushukuru kutoka kwa nafsi nyingi zilizoongolewa kwa Mungu, utukufu utarejezwa kwa mpaji mkuu. Christ's Object Lessons, ukurasa wa 419 na 420. Hii ni Oktoba 5, mada ikisema kanisa liondoke na liangaze. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Harakati za maisha na uchumi wa dunia kuanguka vimetufanya wengi leo tumsahau Mungu, tukifanya kazi zetu kwa bidii yake Mungu kwa muda wa ziada. Tumeona kawaida na kupuuza neno lake Bwana. Harakati za maisha na uchumi wa dunia kuanguka vimetufanya wengi leo tumsahau Mungu, tukifanya kazi zetu kwa bidii yake Mungu kwa muda wa ziada. Tumeona kawaida na kupuuza neno lake Bwana. Ni heri kutumika kwake Mungu, maana ndiye mpaji wetu. Hakuna mwingine anayeweza kutupatia mahitaji yetu. Sasa inatupasa tumtumikie Muumba wetu, maana dunia na vitu vyote vijazavyo ni mali yake. Ni heri kutumika kwake Mungu, maana ndiye mpaji wetu. Hakuna mwingine anayeweza kutupatia mahitaji yetu. Sasa inatupasa tumtumikie Muumba wetu, maana dunia na vitu vyote vijazavyo ni mali yake. Shetani sasa naye amefanya maisha kuwa magumu. Lengo na dhumuni lake watu kumsahau Mungu, wawe wa kufanya kazi muda wote, nalo neno la Mungu kupuuza, nayo hofu yake Mungu
isiwepo mioyoni mwao. Shetani sasa naye amefanya maisha kuwa magumu. Lengo na dhumuni lake watu kumsahau Mungu, wawe wa kufanya kazi muda wote, nalo neno la Mungu kupuuza, nayo hofu yake Mungu isiwepo mioyoni mwao. Ni heri kutumika kwake Mungu, maana ndiye mpaji wetu. Hakuna mwingine anayeweza kutupatia mahitaji yetu. Sasa inatupasa tumtumikie Muumba wetu, maana dunia na vitu vyote vijazavyo ni mali yake. Ni heri kutumika kwake Mungu, maana ndiye mpaji wetu. Hakuna mwingine anayeweza kutupatia mahitaji yetu. Sasa inatupasa tumtumikie Muumba wetu, maana dunia na vitu vyote vijazavyo ni mali yake. Ni heri kutumika kwake Mungu, maana ndiye mpaji wetu. Hakuna mwingine anayeweza kutupatia mahitaji yetu. Sasa inatupasa tumtumikie Muumba wetu, maana dunia na vitu vyote vijazavyo ni mali yake.